unakirejesha kitu katika ubora wako. Simu yangu bwana imeharibika maiki, nikimpigia mtu anisikii, kwa hiyo natakiwa niende kwa fundi akatengeneze, ili ninapowasiliana na watu tusikilizane vizuri, si ndio? Simu yangu bwana imeharibika speaker, kwa hiyo napeleka kwa fundi atengeneze ili speaker hiyo inafanya kazi. Amen. Kwa hiyo lengo la matengenezo ni kuboresha kitu au ni kurejesha ubora uliopotea. Amen. Kwa hiyo matengenezo ya kiroho, nilikwambia matengenezo ya kiroho ni hali ya kujifanyia evaluation, tathmini. Unajihoji maswali juu ya mwenendo wako wa kiroho, na ukibaini kuna mahali kuna tatizo, unaamua kufanya maboresho. Kwa mfano, unaweza kukaa chini. Paulo aliwaambia Wakorintho akasema, kila mtu na ajihoji mwenyewe. Kila mtu ajihoji mwenyewe juu ya hali yake ya kiroho. Maana yake unakaa chini, unaanza kujiuliza maswali. Hivi hali yangu ya utakatifu mbele za Mungu ikoje? Hivi hali yangu ya utiifu mbele za Mungu ikoje? Hivi kweli mimi nina imani mbele za Mungu? Kweli mimi ninamwamini Mungu? Amen. Kwa sababu kuna watu wanakuja kanisa lakini hawamwamini nani? Hawamwamini Mungu. Na pasipo imani haiwezekani kumpendeza. Unanisikia vizuri eh? Pasipo imani haiwezekani? Haiwezekani kabisa yani. Hata useme mimi nimeshinda dhambi zote, silewi, siendi kwa ganga, silogi, sizini, situkani matusi, lakini haumwamini Mungu, hauwezi kumpendeza. Sawa eh? Haiwezekani kabisa kufanya nini? Kumpendeza. Mungu anapendezwa na watu wenye imani, wanaomwamini. Unamwamini Mungu katika maisha yako? Unamwamini Mungu katika uponyaji wa afya yako? Unamwamini Mungu katika uchumi? Au ndo washakwambia unaleta Mungu kwenye biashara? Acha ujinga. Kwenye biashara hakuna urokore. Leo wenyewe wamefungia mairizi kiunoni, na wako nayo kwenye biashara. Unanisikia vizuri eh? Wametoa kafara watoto wao ili wafanikiwe kwenye nini? Alafu wewe kuta unaombaomba, unasema acha ujinga, unaleta urokore kwenye biashara. Sawa eh? Unamwamini Mungu katika elimu yako? Unamwamini Mungu katika ndoa yako? Katika malezi ya watoto wako? Haleluya. Unaanza kujiuliza maswali. Amina. Lakini pia maana ya pili matengenezo ni sawa, matengenezo. Amen. Ni sawa, matengenezo ni kujifanyia maboresho ya viwango vyako vya kiroho. Nilisema matengenezo ya kiroho ni kujifanyia maboresho ya viwango vyako vya kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Matengenezo ya kiroho ni kujifanyia maboresho. Kwa mfano, unajiuliza kwamba hivi kiwango changu cha maombi kinampendeza Mungu? Ninaomba kwa kiwango ambacho Mungu anataka? Nilikupa mfano kina Petro. Yesu aliwaita kina Petro, twendeni mkanisaidie kuomba. Mwenzenu hapa nina jukumu mzito, nahitaji maombi. Wakaenda naye mlimani. Wakaomba sijui dakika 5 wakalala. Kwani waliomba hawakuomba? Si waliomba? Yesu alipokuja aliwauliza, "Kwa nini hamjaomba?" Aliwaambia, "Mmeshindwa kuomba hata lisali moja." Manake kuomba waliomba, ila hawakuomba kwa kiwango ambacho Yesu alikuwa anatarajia.